Wakaniambia si unamjua Mungu. Wakasema sasa unatakiwa uvumilie. Nikamwambia nivumilie nini? Wakaniambia si unamjua Mungu. Ndo wakaniambia baba Vanessa hayupo. Amekuta huko korongoni. Amekufa. Sasa hapa tupo kwenye maandalizi ya kumhifadhi siku ya Jumamosi. Tutafanya kumwaga hapa nyumbani na kila kitu kitafanyika hapa nyumbani. Kwa kweli ni masikitiko makubwa sana kwa mtu labda kumuumiza mwenzake au mpaka kumtoa roho. Ni masikitiko makubwa sana, hasa ukizingatia kwamba huyu kijana bado ni mdogo. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Kitiangare uliopo kata Kimandolu jijini Arusha. Tumekuja kwa ajili ya msiba wa Piniel Saningo, baba mwenye watoto 4, umri miaka 42. Siku ya Jumanne mwili wake ulikutwa katika mtaa wa Njiro Bloko J, kata ya Engutoto jijini Arusha, ukiwa umetupwa katika korongo la mto Temi. Lakini polisi walikuja kuchukua mwili ule na kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Tumefika hapa nyumbani kuzungumza na familia, wakatueleza ratiba ya mazishi, lakini vile vile namna ambavyo wameumizwa na kifo cha ndugu yao. Lakini tumezungumza na mke wa marehemu akieleza kwamba mara ya mwisho aliwasiliana na mume wake siku ya Jumapili, lakini baada ya hapo akawa anampigia simu mara kwa mara, akawa hapatikani mpaka pale alipopewa taarifa ya umauti wake. Lakini wameomba jeshi la polisi kuendelea kufanya uchunguzi zaidi ili kuwabaini wote waliohusika na kitendo hiki. Mimi kwa majina naitwa Jamila Obedi. Niliamka asubuhi Jumapili nikamwacha nyumbani. Nikaenda kazini huko Bara kwenye kibarua. Baada ya hapo nikakaa kazini pale, nikapika, nikamaliza. Akawa amenipigia simu, akaja pale kazini. Akaniuliza kuna pilau, nikamwambia ipo. Akaniambia naomba uniwekee nile. Akala. Alikuwa amekuja na begi la mtoto la shule. Amelinunua. Akaniambia nitampa mtoto mmoja kati ya watoto wangu, yani la mmoja lililoisha. Akaondoka. Mimi nikaendelea pale kufanya kazi. Nilifanya kazi pale mpaka saa 1 nikaja nyumbani. Nikaendelea na kazi zingine mpaka saa 3 nikampigia simu. Saa 3 usiku nikampigia simu. Akaniambia palikuwa pana kelele. Nikamwambia uko wapi? Umeenda tena kunywa pombe na unaumwa? Akasema hapana, niko tu naangalia mpira, ilikuwa ni Simba na Yanga. Wapi? Akaniambia niko tu hapa chini. Nikamwambia sawa, basi uwai. Akasema nakuja. Basi mimi nikaweka simu kwenye chaji, nikapumzika. Kupumzika nimeshtuka saa 9. Mlango bado uko wazi, hajaja, maana namwachiaga mlango wazi. Nilipoamka asubuhi tena hiyo saa 9 nikampigia simu, hapatikani. Hiyo siku Jumapili ilikuwa sasa ni kuelekea Jumatatu, yani saa 9 usiku. Nikampigia simu, hapatikani. Nikakaa mpaka saa 11 asubuhi nikapigia tena, hapatikani. Saa 2 hapatikani, saa 3 hapatikani, saa 4 nikasema ngoja niende huko kazini, labda atanipigia tu kwa sababu ananipigiaga. Nikaenda hajanipigia, nikasema hasa itakuwa hapatikani hivi muda wote, yuko wapi? Nikabidi nimpigie huyo shemeji yangu, huyo mwenyekiti. Nikamwambia baba Vanessa hapatikani mpaka leo, wameondoka kuanzia jana nyumbani. Akasema hapatikani. Nikamwambia Nikakaa, kaniambia atakuwa wapi, atakuja tusubiri. Nikakaa tena, nikampigia tena simu, nikamwambia jamani hapatikani.
mpigieni, hebu mtafuteni. Tukakaa hivyo. Hiyo siku ikapita, ikaamkia nafikiri ni Jumanne, bado sijamuona. Napiga tu simu hapatikani. Nikamwambia tena kesho, shemeji, Vanessa hapatikani. Akasema hapatikani. Sawa, akakata simu. Baada ya muda kidogo akaniambia, nimesikia, aliniambia sijui amesikia yuko kwenye kazi sijui Babati. Nikamwambia sawa, kwa atakuwa mzima. Mimi nikaendelea na kazi. Baada ya muda nikaona kama saa 8 kasoro wamekuja na gari, yeye na watu wengine 3. Wakaniita, nilikuwa nimebeba chakula napelekea wateja. Wakaniambia rudi wasikilize hawa. Nikawasikiliza. Wakaniambia ilitokea tukio gani, ndo nikawa nawaelezea. Wakanionyesha picha kwenye simu. Unamjua huyo mtu? Ni picha ya mume wangu. Nikamwambia yeye ni mume wangu huyo. Wewe ni mke wake? Kabisa. Nikamwambia yeye ni mke wake kabisa. Shemeji yangu akajibu ni mke wake na yuko naye ni mwaka wa 17. Akasema sawa. Hana mke mwingine? Nikamwambia mimi simjui mke mwingine. Kwa hiyo akanionyesha, akaniambia gari limekutwa Engutoto katikati ya sijui ya msitu, lakini hayupo. Kuna vitu vyake tu kule. Nikauliza simu, wakasema hamna. Wakaniambia funga twende. Nikaambia sawa. Wakaniambia wewe endelea kufunga utakuja. Wakaondoka na shemeji yangu na mimi nikafunga. Akaja mke mwenzangu, tukapanda toyo, nikaenda Central. Kwenda Central, mimi nilihisi tu atakuwa hayupo kwa sababu mimi nilishashtuka kabisa. Kwa sababu mpaka wamenionyesha hizo picha nilikuwa nimeshaogopa. Nilipofika Central akawa ananiuliza. Sasa nimefika pale Central, wakawa tena wanasema wewe ni yule mke kuhusu lile tukio lilotokea. Nikawa nauliza ni tukio gani, lakini hamna aliyeniambia. Nikaendelea kuandikisha, na niuliza maswali yangu nikawajibu pale kama ilivyo. Wakaandika hizo taarifa za kama hivi tunavyoongea hapa. Basi nilivyomaliza tena shemeji yangu akaja tena kunichukua. Akasema ameshamaliza. Nikamwambia, akaambiwa bado ndo tunamalizia. Nikamalizia, tukatoka pale. Tulivyotoka akasema sasa tuendeni, tunapita hivi. Tukatokea na ule mlango wa Central mbele. Nikawakuta wadogo zangu huyo hapo na mwingine nje na ndugu zangu na huyo mke mwenzangu. Na kuna shemeji yangu mdogo anaitwa Luka na yeye akawa amekuja. Basi wakatoa gari. Nikaona wametoa Defender wanaondoka. Nikamwambia shemeji, mnaenda wapi? Wakasema tunaenda kumtafuta. Mimi nikamuita mume wake huyu. Nikamwambia usiwaache, naomba uende naye maana yule nimemzoea, ili akifika huko aweze kunipa taarifa, maana shemeji yangu alikuwa kuna saa simu azitoki. Basi walivyoondoka mimi nikakaa pale. Akasema nendeni nyumbani. Nikamwambia mimi siendi, nitakaa hapa hapa. Ila nilivyoona kile kitanda pia kimebebwa nikawa nimeshtuka. Kwa hiyo nikawa nimekaa pale nalia. Wakaniambia tu tuende nyumbani. Tukaondoka, nikasimama pale, tukafika, tukatembea na njia ya juu kupanda kuelekea kule Mount Meru Mortuary. Nikafika tena pale, roho yangu ikaniambia tena nikae pale pale. Nikasema mimi nakaa hapa na wasubiri. Wakaniambia tuende nyumbani, usikae hapa usiwasubiri, wewe tuende nyumbani. Basi nikakaa pale kama dakika 2 maana nilikuwa nimepatwa na kizunguzungu. Tukaondoka, tukaenda kupanda haisi kule Sanawari. Tukaja nyumbani, nikashuka na njia ya CCM, tukashuka kwenda kazini kule kuwaambia watoto, maana watoto walikuwa wameshatoka shule, turudi nyumbani. Nilipofika pale nilikutana na baba mmoja, akaniambia hivi, funga tu kazi nenda nyumbani. Nikamwambia wewe baba, kwa nini unaniambia hivyo? Akasema tu wewe nenda nyumbani. Nikamwambia kuna chochote kibaya? Hapana. Nikamwambia sawa. Kufika mbele nikakutana na wifi yangu mmoja wa boma. Akaniambia wifi, pole.
Nikamwambia pole ya nini, nikaanza kulia. Yule mke mwenzangu akawa amemstopisha aseme ili nifike nyumbani. Nikafika hapa tukakuta hapa hamna mtu. Akaja huyo mke mwenzangu mkubwa wa huyo shemeji yetu, huyo mwenyekiti. Akaanza kuniambia hivi, hebu kaa hapa. Wakaniweka hapo, yani kama walivyokaa. Wakaniweka katikati. Wakaniambia si unamjua Mungu? Nikaambia namjua ndio. Wakasema sasa unatakiwa uvumilie. Nikaambia nivumilie nini? Wakaniambia si unamjua Mungu? Ndo wakaniambia baba Vanessa hayupo. Amekuta huko korongoni. Amekufa. Ni baba watoto 4. Hajawahi kwenda mahali asinipe taarifa kama ni kazi. Ananiambia kabisa, Mama Vanessa nasafiri kesho, naenda kazini, labda kama ni Tanga, Moshi hivyo, sitarudi. Hajawahi kulala kama ameenda kazini. Kwa namtegemea sana, maana yeye ndo msaada wangu. Mimi naomba tu serikali wanisaidie, hao watu wapatikane haraka, kwa sababu hichi kitendo alichokifanya sio kizuri. Sio kizuri kabisa, amemkatili. Na ana shida na mtume wangu, hajawahi kuniambia na ugomvi. Hata watu wanavyoongea hajawahi kugombana na mtu, na mimi namjua. Hata akigombana na mtu ni mtu wa kumuomba mtu msamaha, hajawahi. Ana vinyongo na mtu kabisa. Kwa hiyo tu wanisaidie kuwatafuta, kama watapatikana waadhibiwe. Aliniambia tu hivyo anarudi saa 3, aliniambia narudi sasa hivi, basi hajaongea chochote tena mpaka leo. Majina yangu ninaitwa Loruk Jonas, ni mwenyekiti wa boma la CIT. Taarifa za msiba tumepokea kwa masikitiko makubwa, maana tangu siku ya Jumatatu tulipatwa na sintofahamu ya kutokujua kwamba ndugu yetu yuko sehemu gani. Tupata taarifa kwa mke wake kwamba tangu siku ya Jumapili usiku hakurudi nyumbani. Kwa Jumatatu tukaanza utaratibu wa kuulizia kwa marafiki zake kwamba alionekana wapi na aliishia wapi, lakini bila mafanikio. Hakuna rafiki yeyote aliyefahamu mahali alipo. Mnamo siku ya Jumanne ndipo tulipopata taarifa kwamba gari lake limeonekana maeneo ya kule Njiro Atomiki. Baada ya hapo, kaka yangu ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Bara, Eliakim Jonas, alifuata utaratibu wa kwenda kwenye eneo la tukio, na baadaye tulikuja kubahatika kufanikiwa kupata mwili wa ndugu yetu ukiwa na majeraha, lakini pia ukiwa umeshaharibika, kwa sababu ni tukio lililotokea Jumapili usiku. Mpaka siku ya Jumanne jioni ndio tunakuja kupata uhakika na kupata mwili wake ulishakuwa umeharibika. Kwa hiyo tumepokea kwa masikitiko makubwa sana, na imeumiza sio tu ndugu, hata majirani. Alikuwa ni mtu wa watu, asiye na ugomvi na mtu. Imetuumiza kwa kweli. Na sasa hapa tupo kwenye maandalizi ya kumhifadhi siku ya Jumamosi. Tutafanya kumwaga hapa nyumbani na kila kitu kitafanyika hapa nyumbani. Alikuwa ni mtu wa watu, mcheshi, anapenda utani. Ameacha mke mmoja na watoto 4, 2 wa kike na 2 wa kiume. Aliomba jeshi la polisi kuendelea kutafuta na kufanya utafiti kwa baini hawa waliofanya kitendo hiki cha kikatili na watiwe nguvuni. Maana najua serikali, mkono wa serikali ni mkubwa
Kwa hiyo hawawezi kwenda mahali popote, serikali inaweza ikawakamata wakati wote. Kwa hiyo niombe rai kwa jeshi la polisi kuendelea kuwafuatilia waliofanya tukio hili na kuwatia nguvuni. Hofu ya Mungu, kwanza watu hawapendi ibada. Hiyo pia imechangia kuondoa hofu ya Mungu katika mioyo ya watu na roho ya kikatili kuwavaa kwa sababu ya kukaa mbali na Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 1 mstari ule wa 18. Sema kama vile mlivyomkataa Mungu katika mioyo yenu, yeye naye amewakataa mfuate akili zenu zisizofaa, muyafanye yasiyowapasa. Kwa hiyo hayo ndio yanatokea. Hayo ndio matokeo kwamba mtu anapomkataa Mungu kinachokuja ni ukatili ndani ya moyo wake. Kwa sababu Mungu ni wa rehema, ni wa huruma. Mungu hawezi kuchukulia kosa hata kama ni dogo kugharimu uhai wa mtu. Hakuna kosa lolote ambalo mwanadamu anaweza akafanya akastahili kifo. Anayetaka kufika msibani, kwa wanaotoka huku chini upande wa Siara, utapanda na barabara hii ya Siara, utafika mwisho wa lami, utapita mwisho wa lami barabara ya kwanza, akata kushoto kwako kwa wanaotoka chini. Kuja moja kwa moja barabara itakuleta mpaka msibani. Kadhalika na wanaotoka upande wa juu Ngulelo watafika mwanzo wa lami, utakata kulia kwako. Mwisho wa lami hapo, mwanzo wa lami. Kwa upande wa Siara ni mwisho wa lami, upande wa Ngulelo mwanzo wa lami, unakata kulia kwako. Kwa jina naitwa Simon Lemunga Kipuyo. Ni mwenyekiti wa mtaa wa Kitiangare, kata ya Kimandolu. Kwa ukweli ili jambo huu msiba au huyu ndugu yetu kupata majanga haya nilipata jana kupitia kwa mwenyekiti mwenzangu wa Bara, ambaye yeye na huyu kijana ni ndugu. Kwa hiyo nilipopata hizo taarifa ikawa sasa kwa kweli ni janga ambalo hatujui limeanzia wapi. Lakini kwa kweli ni masikitiko makubwa sana kwa mtu labda kumuumiza mwenzake au mpaka kumtoa roho. Ni masikitiko makubwa sana, hasa ukizingatia kwamba huyu kijana bado ni mdogo, alafu bado alikuwa anategemewa na familia yake. Mimi kama mwenyekiti, kwa sababu najua kwamba serikali ipo inafuatilia hatua kwa hatua, ombi langu, kwa sababu sijui chanzo chake ni nini, ombi langu kwa serikali ni kwamba vyombo vya ulinzi na usalama tunaviomba viweze kufuatilia jambo hili ili kubaini kama kuna chochote ambacho kuna mtu yote ambayo amehusika na jambo hili. Kwa hiyo tunaomba sana sana sana. Watu wamekosa kwa sababu gani? Ya maadili. Maadili, watoto wetu sasa hivi hakuna wazazi ambao wanasimama na watoto kuwajenga katika imani au katika maadili mazuri, ili ingalao na hofu ya Mungu. Kwa sababu ukikumbuka huko nyuma zamani watoto walikuwa na heshima, lakini watoto wa sasa hivi hata ukipita barabarani hawezi akakupisha. Lakini watoto wa zamani wakikuona wanakaa pembeni, ni kutokana na maadili mazuri ambao walikuwa wanapokea kwa wazazi wao. Kwa hiyo tunaomba tushirikiane, wazazi pamoja na dini pamoja na serikali, tuwaweke vijana wetu katika maadili mazuri ambao watatambua zuri na baya. Kama siku tatu zilizopita alikuja kuonekana, baada ya siku kama 3 hivi ndio alikuja kuonekana katika maeneo ambayo alitupiwa mwili wake.